Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 20 mwezi wa 3 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Cuthbert askofu. Cuthbert alizaliwa Northumbria, Uingereza mwaka 635 na katika utoto wake alilelewa na mama mmoja mjane Kensworth, ambaye alimwangalia kama mama yake mzazi. Alipokuwa kijana, siku moja alipokuwa akichunga kondoo milimani, alitokewa na Mtakatifu Aidani. Akatamani wito wa utawa, akaingia utawa katika monasteri ya Wabenediktini. Akiwa utawani, alijulikana kwa akili zake nyingi na utakatifu wake uliothibitishwa kwa uwezo wake wa kutenda miujiza. Akiwa utawani, nchi yote ilikumbwa na ugonjwa wa tauni ya manjano. Watu waliogopa sana kuambukizwa ugonjwa huo, wakaanza kuvaa hirizi za kuwakinga na ugonjwa huo. Mtakatifu Cuthbert akaanza kufanya juhudi kubwa za kimisionari ili kupinga imani hiyo ya kipagani. Akasafiri huku na huko, milimani na mabondeni, pengine juu ya farasi, pengine kwa miguu. Alipendelea zaidi kwenda kwenye vitongoji vya mbali ambako wenyeji walikuwa wakifikia kwa bahati tu na mapadre wakihubiri Injili. Cuthbert alitembelea nyumba kwa nyumba akifundisha watu kwa lugha yao wenyewe. Aliwasaidia kiroho na kimwili, maana alikuwa na karama ya kuponya wagonjwa. Alichaguliwa mkuu wa nyumba ya Rinsfan, ambako alifanya mabadiliko makubwa katika nyumba hiyo, hasa akiondoa desturi za zamani na kutafsiri kanuni ya maisha ya kitawa iendane na wakati. Baada ya kumaliza muda wa uongozi wake kwa miaka 9, alikaa katika kisiwa kidogo kama mkaa pweke. Baada ya hapo alichaguliwa kuwa askofu wa Rinsfane na kufanya utume kwa mafanikio makubwa, hasa katika kuinua imani ya waamini. Lakini baada ya mwaka mmoja tu alijiuzuru, akidai muda wake wa kufa umekaribia. Katika kipindi cha miaka miwili alipokuwa askofu, aliendelea kuwa mtu yule yule kama zamani. Alihubiri, akafundisha na kugawa sadaka kwa maskini. Alipozuru monasteri moja, wakati wa kuondoka, aliulizwa na monaki mmoja, "Baba Askofu, ebu tuambie, tukutazamie kurudi kwetu lini tena?" Mtakatifu Cuthbert akajibu, "Mtakaporudisha maiti yangu hapa." Baadaye kidogo alifariki dunia tarehe 2 mwezi Machi mwaka 687, na maiti yake ilizikwa katika monasteri hiyo hiyo, lakini baadaye mwili wake ulihamishwa katika kanisa la Durham, Uingereza.
Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Cuthbert Askofu. Uvumilivu ni msingi na mama wa fadhila zote. Watakatifu wengine wa tarehe 20 ya mwezi wa 3 ni Mtakatifu Gisbert na Mtakatifu Irmgard. Mtakatifu Cuthbert Askofu